Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Waligani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu, karibu siku ya leo tukaziangazie zile habari za kimichezo ambazo zimeweza kubamba katika kila engo ya mtaa, hususan katika ligi kuu ya Tanzania bara kuelekea katika msimu ujao wa mwaka 2025 2026 mara baada ya msimu wa mwaka 2024 2025 kuweza kumalizika. Fahamu siku ya leo tunakwenda kuangaza kunako klabu ya soka Simba kuelekea katika usajili wa majira ya kiangazi, ambapo klabu ya soka ya Simba Sports Club wamedhamiria kukiboresha kikosi chao mara baada ya kukibomoa katika msimu uliomalizika. Sasa fahamu kwa upande mwingine, klabu ya soka ya Simba Sports Club wameweza kuingia sokoni kuweza kufanya sajili kutokana na mapendekezo ambayo yameweza kutolewa na kocha mkuu. Hapa tukienda kumuongelea mtaalamu Fadlu Davis, ambapo katika ripoti yake ameweza kuomba aletewe viungo wa katikati wa kabaji na sambamba na kiungo mchezeshaji, yani box to box midfielder. Ameweza kuomba aletewe winga mmoja hatari kama Elim Panzu. Ameweza kuomba aletewe kiungo namba 10 ambaye atakwenda kusaidiana na Janchala Uwa, bila kusahau kwa upande mwingine. Hiyo ndiyo ripoti ambayo kocha mkuu wa klabu ya soka Simba ameweza kuwakabidhi viongozi wa klabu ya soka ya Simba. Sasa fahamu kwa upande mwingine, klabu ya soka ya Simba wameanza kulifanyia kazi hilo, kwa sababu tayari wameshagonga hodi mpaka pale katika nchi ya Ivory Coast kunako klabu ya soka ya ASEC Mimosas, ambapo Simba wameweza kufanya mazungumzo na kiungo mshambuliaji ambaye kwa upande mwingine kiungo huyu ni fundi kweli kweli. Hapa tukienda kumongelea kiungo anofahamika kwa jina la Salifu Dirasouba, ambapo mchezaji huyu tunaona anacheza katika klabu ya soka ya ASEC Mimosas, na ikumbukwa huyu ndiye team captain ama kiongozi wa wachezaji wa pale ASEC Mimosas. Ikumbukwe Salifu Dirasouba ni mchezaji ambaye ni raia wa nchi ya Ivory Coast, yani pale nchini Ivory Coast, ambapo tunashuhudia alianza kucheza soka lake la kulipwa mnamo tarehe 1 2019 pale ASEC Mimosas, akitokea ASEC Mimosas chini ya umri wa miaka 19, lakini mnamo tarehe 24 Septemba 2020 alijiunga na klabu ya soka ya FC Saint Gallen ya 1879 inayoshiriki ligi kuu nchini Uswizi, ikionyesha kwamba ana uwezo mkubwa sana. Mara baada ya mkopo wake kumalizika akarejea ASEC Mimosas, na mpaka hivi sasa tunavyoongea mchezaji huyu anaitumikia klabu ya soka ya ASEC Mimosas. Sababu za klabu ya soka ya Simba kuweza kuvutiwa na Salifu ni kwamba mchezaji huyu ana uwezo wa kucheza attacking midfielder, yani kiungo namba 10. Ana uwezo wa kucheza nambari 7 kwa sababu anatumia mguu wa kushoto, yani left footer. Kwa hiyo tunaona ni mchezaji ambaye vile vile Simba watakwenda kubenefit naye ama kufaidika naye, kwa sababu ana umri mdogo, umri wake ni miaka 23, na mchezaji huyu tayari mazungumzo baina ya Simba na Salifu yamefanyika na ameweza kusema yes kwamba yupo tayari kuja kuitumikia miamba ya soka ya Simba Sports Club. Kwa sasa kilichopo ni Simba kuweza kufanya mazungumzo na klabu ya soka ya ASEC Mimosas. Kama dili litakwenda sawa sawa, basi mchezaji Salifu atajiunga na klabu ya soka ya Simba kuelekea katika msimu ujao. Na kumbuka kwa upande mwingine mchezaji huyu tunaona kunako Simba kitu kingine walichokifaidika kwake ni kwamba ana uzoefu na michuano mikubwa inayosimamiwa na CAF, kwa sababu msimu uliomalizika alikuwa na klabu ya soka ya ASEC Mimosas kunako michuano mikubwa ya kombe la shirikisho, ambapo alifanikiwa kucheza michezo yote 8, yani michezo 6 hatua ya makundi, michezo 2 hatua ya robo finali, na katika michezo hiyo 8 kwa upande mwingine aliweza kufanikiwa kufunga mabao 2 na kutoa assist ya bao 1, na ukiangalia kiwango chake kilikuwa bora sana, kwa sababu ameweza kuonyesha kiwango bora sana katika mechi ambazo ameweza kuzicheza. Kwa hiyo Simba wanamsajili mchezaji mkubwa ambaye hatakuwa mgeni ama mshamba katika michuano hii mikubwa inayosimamiwa na CAF, kwa sababu Simba target yao au malengo yao kwa upande mwingine ni kufanya vizuri katika ligi ya mabingwa barani Afrika kuelekea katika msimu ujao. Si mara ya kwanza Simba kusajili wachezaji Ivory Coast. Tumemshuhudia hata mchezaji huyu anaofahamika kwa jina la Janchala Uwa, kwa sasa amekuwa tishio katika ligi kuu ya NBC, na pia alitokea pale Stade Abidjan ya pale nchini Ivory Coast. Kwa hiyo hii tena ni nafasi nyingine kwa mchezaji wa Ivory Coast kuja nchini Tanzania, kwa sababu yeye mwenyewe tayari ameshakubali. Bado tu swala la timu yake kuweza kumkubalia, ama biashara ikifanyika vizuri, Simba wataweza kumsajili mchezaji huyu ambaye ni tishio kweli kweli katika ligi kuu ya nchini Ivory Coast. Hapa tukienda kumongelea Salifu Dirasouba.
Nini maoni, nini mtazamo kwa mchezaji jinsi unavyomtazama? Je, ataweza kuwa tegemeo? Tuambie usajili uko upande wako katika 100%, unaupa 1% ngapi?